Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Rais wa Urusi Vladimir Putin ametoboa siri nini kilisababisha kufanya operation maalum huko nchini Ukraine. Rais huyo wa Urusi amesema alichukua maamuzi hayo kutokana na mambo mengi yaliyojificha, lakini sababu kubwa ambayo ameieleza ni juu ya viongozi wa NATO kuishinikiza Ukraine kwa ajili ya kufanya baadhi ya mambo ambayo yalikuwa ni kinyume na Urusi. Kwa mujibu wa Bwana Putin ni kwamba Urusi iliachwa bila chaguo ila kuanzisha mashambulizi dhidi ya Ukraine kwa sababu ya kuendelea kuteswa kwa watu wa Donbas na Kiev, lakini pia kufuatia namna ambavyo mataifa ya NATO yalikuwa yakishinikiza kutokana na mapinduzi ya mwaka 2014 yaliyoungwa mkono na mataifa ya magharibi ya Euromaidan. Rais Putin amesema Moscow haiwezi kupuuza masaibu ya wanaozungumza Kirusi katika nchi jirani, akisisitiza msimamo wa Urusi kwamba mzozo huo unatokana na matukio ya msukosuko huko Kiev mwanzoni mwa miaka 2014, wakati maandamano ya amani hapo awali yalisababisha ghasia na mapigano na polisi ambayo yalisababisha kuondolewa kwa rais aliyechaguliwa kwa njia ya kidemokrasia Viktor Yanukovych. Vikosi vya kupambana na Yanukovych vilijumuisha vikundi vya watu wasiokuwa na msimamo mkali kama vile sekta ya kulia ya Svoboda. Hata hivyo, amesema kwamba ni mataifa ya NATO ambayo yamekuja kusababisha na kuinua hasira za Warusi katika mapambano katika kuwatetea watu wa Donbas ambao wanazungumza Kirusi. Watu hawa walikuwa na haki ya kujitenga kama ambavyo Ukraine ilijitenga, lakini wao Ukraine kwa mashinikizo kutoka kwa watu wa magharibi waling'ang'ania na kuwatesa watu wa eneo hili la Donbas. Nasi kama baba wa eneo hili lazima tuchukue jukumu letu kuhakikisha kwamba watu hawa hawapati mateso ili waishi kama Warusi wengine ulimwenguni. Unahitaji kuelewa kwamba sisi sio tuliopanga mapinduzi nchini Ukraine, Putin alisema. Magharibi kupitia NATO daima wametuambia kwamba lazima kuwe na demokrasia na uchaguzi, lakini walifanya mapinduzi ya umwagaji damu kwa kweli kana kwamba ni kawaida. Baadaye waliendelea kukandamiza Donbas na kuua watu kwa helikopta na ndege. Walitulazimisha kufanya kile tunachofanya leo na sasa wanajaribu kutulaumu kwa hilo, anasema Bwana Putin. Mapinduzi katika Kiev yalizua maandamano ya ghasia zaidi, ikiwa ni pamoja na maandamano mabaya huko Odessa Mei mwaka 2014 ambapo watu 48 waliuawa. Mikoa yenye watu wengi wanaozungumza Kirusi ya Donetsk na Luhansk ilikataa mapinduzi ya Euromaidan na kupiga kura ya uhuru kutoka kwa Ukraine. Serikali mpya ya Kiev ilijibu kwa kutuma askari katika majira ya kuchipua ya mwaka 2014 na mara kwa mara kupiga makombora na kulipua eneo la Donetsk na miji mingine katika ukanda wa Donbas, jambo ambalo Urusi ililaani na kueleza kwamba haifurahishwi na kitendo hicho. Ukraine baadaye ilikataa kutekeleza mapatano ya Minsk yaliyoungwa mkono na Umoja wa Mataifa ya mwaka 2014-2015 ambayo angetoa uhuru kwa Donetsk na Luhansk. Maafisa wa Umoja wa Mataifa akiwemo kansela wa zamani Bi Angela Merkel walikiri baadaye kwamba Kiev ilitumia namna tofauti katika mapigano hayo kujenga upya jeshi na uchumi wake. Ukraine pia ilipitisha sheria kadhaa tangu mwaka 2014 zinazolenga kuzuia matumizi ya Kirusi katika nyanja za umma. Putin alitaja kushindwa kwa Ukraine kuheshimu makubaliano ya Minsk na mashambulizi dhidi ya haki za wazungumzaji wa Kirusi kama sababu kuu za mzozo, akielezea vitendo vya Kiev kama mauaji ya halaiki. Tangu wakati huo ameitaka Ukraine kuachana na mipango ya kujiunga na NATO kwa ajili ya kuwa taifa lisiloegemea upande wowote na kutambua Crimea na maeneo mengine manne ya zamani ya Ukraine kama sehemu ya Urusi. Hata hivyo, rais wa Urusi Vladimir Putin amesema kwamba ni mataifa ya magharibi ambayo baadaye yakaishinikiza Ukraine kuingia katika mapambano dhidi ya Urusi. Lakini hata kabla ya mapambano hayo katika kipindi cha mwaka 2014 ni mataifa hayo ya NATO ambayo yalishawishi Ukraine yakiamini kwamba Urusi itamega maeneo yake, lakini pia wakitaka Ukraine ijiunge na NATO, kadhalika NATO ipate nafasi katika maeneo hayo ili tu iweze kuleta uovu katika eneo hilo, jambo ambalo Urusi likataa ikisema kwamba inahitaji amani katika maeneo yake na haihitaji kuona mipaka yake ikiwa na wanachama wa NATO
kama sehemu ya makubaliano katika makubaliano ya Minsk, lakini pia na makubaliano mengine ambayo wakati wa kuvunjwa kwa USSR kwa maana Umoja wa Usovieti, miongoni mwa makubaliano ni kwamba NATO isithubutu kujisogeza katika maeneo ya karibu kabisa na mipaka ya Urusi. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein.